Msikilizaji, katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karorobi. Natumai umeshinda salama, naamini hali wa Nyanza. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akabidhiwa ripoti ya tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 inayosema watu 518 walifariki dunia katika vurugu hizo. Chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema chasema msimamo wake ni kuwa haitambui mchakato mzima wa tume ya uchunguzi. Tulisema kwamba hii tume haitakuwa na mamlaka yoyote wala haina maadili wala aliyeunda kuleta na kutafuta ukweli wa kilichotokea, na leo amethibitisha kile tulichokisema. Raia wa Tanzania nao watoa maoni mseto kuhusu matokeo ya uchunguzi wa tume ya Jaji Chande, wakiwemo jamaa za waathiriwa. Hakuna Mtanzania ambaye anayetaka vurugu. Kila Mtanzania anahitaji amani, maendeleo ya nchi yake, na anataka haki yake. Taarifa hii inanikumbusha kifo cha mwanangu, kwa sababu yeye alikuwa stimu andamanaji, alikuwa anaenda kupata riziki. Ni kuamsha tu uchungu wa watu. Ilikuwa ni heri hata wangeacha tu kuliko kuongea. Na majeshi ya majini ya Marekani yameingia kwenye meli moja inobeba mafuta ya Iran katika bahari Hindi, huku Rais Donald Trump akisema Marekani ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Viwanjani, FIFA haina mpango wa kuiondoa Iran na kuingiza Italia kwenye kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari, msomaji ni Mariam Mujahid. Tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 iliyoteuliwa na serikali nchini Tanzania inasema zaidi ya watu 500 waliuawa katika siku kadhaa za maandamano ya vurugu yaliyotokea baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka uliopita. Hata hivyo, tume hiyo imesema madai ya kuwepo kwa makaburi ya pamoja hayajathibitishwa. Kwa mujibu wa tume, baadhi ya vurugu zililenga kuvuruga mchakato wa uchaguzi, zikiwemo mashambulizi dhidi ya askari na maafisa wa uchaguzi, uharibifu wa mali, uvamizi wa vituo vya kupigia kura, uporaji na vitisho vya kukatwa vidole dhidi ya wapiga kura. Aidha, imeelezwa kuwa baadhi ya waandamanaji, hasa vijana, walitumia maandamano hayo kama njia ya kuwasilisha malalamiko yao kwa serikali wakitaka kusikilizwa. Marekani imesema hakuna muda wa mwisho uliowekwa wa kusitisha mapigano yake na Iran. Siku ya Jumanne, ikulu ya White House ilisema Rais Donald Trump ndiye atakayeamua lini vita vitaisha, ikidai kuwa hatua ya jeshi lake kuweka kizuizi katika bandari ya Iran imeathiri vibaya uchumi wa Tehran. Wakati huo huo, Iran imeapa kutofungua tena mlango bahari wa Hormuz. Hayo yakijiri, afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa Alexander De Croo ameiambia BBC kwamba hata kama kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitaisha kesho, takriban watu milioni 32 duniani watarejea katika umaskini. Even if the war would stop tomorrow, hata ikisemekana vita vinaisha kesho, hali hii inasukuma angalau watu milioni 32 kurudi kwenye umaskini. Mara nyingi hawa ni watu waliokuwa wanaishi katika nchi ambazo kwa miongo iliyopita zilikuwa zimejitahidi kuwatoa kwenye umaskini, lakini bado wako katika hali dhaifu. Inaonyesha kwamba mambo yanayochukua miongo kadhaa kufanikisha yanaweza kuharibiwa ndani ya wiki 8 tu za vita. It takes only 8 weeks of war to destroy. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameishutumu Israel kwa kulenga waandishi wa habari nchini humo siku moja baada ya kuuawa kwa mwandishi Amal Khalil katika shambulio la anga. Waandishi wa habari walikusanyika katika eneo la Mataya Square mjini Beirut Alhamisi asubuhi kumkumbuka Bi Khalil ambaye alilengwa na shambulio la anga la Israel alipokuwa akitafuta hifadhi katika nyumba moja. Mpiga picha wa kujitegemea aliyekuwa naye Zainab Faraj alijeruhiwa, huku vikosi vya uokoaji vikidaiwa kuzuiwa kufika eneo la tukio. Jeshi la Israel limekanusha madai ya kulenga waandishi wa habari au kuzuia upatikanaji wa huduma za uokoaji na kusema linafanya uchunguzi.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Zambia imesema imeuchukua mwili wa rais wa zamani Edgar Lungu aliyefariki Afrika Kusini miezi 10 iliyopita licha ya upinzani kutoka kwa familia yake. Hili ni tukio la hivi karibuni katika mvutano kuhusu nini kifanyike na mwili wa kiongozi huyo wa zamani kufuatia mgogoro wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake Rais Hakainde Hichilema. Roncliffe Odit na maelezo zaidi. Serikali imesisitiza kuwa kama mtu aliyewahi kuwa mkuu wa nchi anapaswa kupewa heshima ya kitaifa na kuzikwa pamoja na marais wengine waliomtangulia katika eneo maalum la mazishi ya marais lililopo mjini Lusaka. Hata hivyo, familia ya Lungu imetaka mazishi ya faragha baada ya mazungumzo na serikali kuhusu mipango ya mazishi kuvunjika. Mwezi Agosti mwaka jana, mahakama ya Afrika Kusini iliamua kuwa serikali ya Zambia inaweza kurudisha mwili huo nyumbani na kufanya mazishi ya kitaifa. Familia iliwasilisha rufaa kupinga uamuzi huo, lakini kuhamishwa kwa mwili huo kumefuatia kutoweza kwao kuendelea na kesi katika mahakama ya rufaa, kwa mujibu wa taarifa ya mwanasheria mkuu wa Zambia, Mulilo Kabesha. Jeshi la Nigeria linasema wanajeshi wake wameuawa na mgambo 24 wakati wa mapigano wa waasi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Afisa mmoja amesema askari wawili walijeruhiwa waliposhambuliwa Alhamisi asubuhi katika jimbo la Yobe. Hawakutoa maelezo zaidi kuhusu ni kundi gani lililohusika. Kundi la Kiislamu la Boko Haram limeongeza mashambulizi katika miezi ya hivi karibuni likilenga kambi za kijeshi na vijiji katika majimbo ya Borno na Yobe. Uasi wa kundi hilo uliodumu kwa karibu miongo miwili umeua makumi ya maelfu ya watu na kuwafanya zaidi ya watu milioni 2 kuyahama makazi yao. Hii ni BBC. Na msikilizaji, taarifa ya habari za dunia imesomwa na Mariam Mjahid. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia redio shirika mbalimbali Afrika Mashariki na kanda ya maziwa makuu, yako pia kwenye FM, tovuti yetu, Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Kwako Halima. Asante sana Karo, na kwa kwanza moja kwa moja kama ulivyosikia katika habari zetu za ulimwengu, tume ya uchaguzi kuhusu vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2005 Tanzania imesema waliofariki dunia wakati wa vurugu ni 518, huku ikisisitiza kilichojiri ilikuwa ghasia zilizopangwa na kuratibiwa. Akizungumza katika Ikulu ya Tanzania jijini Dar es Salaam wakati akiwasilisha ripoti hiyo kwa Rais Samia Suluhu Hassan siku ya Alhamisi, yani hii leo, mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mstaafu Othman Chande amesema idadi ya waliofariki inaweza kuwa kubwa kufuatia kuzikwa kwa baadhi ya wahanga bila taarifa kwa mamlaka. Yusuf Mazim na taarifa zaidi. Kwa karibu nusu mwaka wa Tanzania mamilioni walikuwa wakisubiri kwa hamu kabisa majibu ya maswali kadhaa, lakini muhimu kabisa, nini kilitokea Oktoba 29 mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu na muda mfupi tu baada ya uchaguzi mkuu. Lakini maswali mengine ilikuwa nini ni chanzo cha kilichotokea, nani walihusika, na zaidi ya yote madhara na vifo. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Kwa mujibu wa tume, kile ambacho kimetokea Oktoba 29 mwaka 2025 hakikuwa ni maandamano ya amani, bali ni ghasia. Lakini namna gani ambavyo rais amepokea haya ya tume? Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Sasa miezi imepita, na baada ya siku 153 za uchunguzi, wajumbe 9, mikoa 11 na maelfu ya ushuhuda, tume imekamilisha kazi yake na majibu yametoka. Kuleta matumaini mapokeo. Kuna wengine hawapendi tu, yani utulivu wa nchi kwao wao ni hasara. Yaani kuna watu hawapendi. Kwa hiyo usitegemee kwa beti tutatoka leo wote tutaimba wimbo mmoja. Kuna watu kadiri tunapokuwa na misukosuko ndio maisha yao. Watapendaje? Hawatopenda. Lakini kwa yoyote ambaye kwa kweli ana nia njema na nchi hii, ameisikiliza tume,
ameona genuinity ya tume, ameona weledi wa tume, ameona uzoefu wa tume, kwa sababu ile ripoti ilivyokuwa ikichambuliwa sio ripoti ya kitaifa brother. Hata wale waliokuwa sasa wana mashaka na hii tume, ungemleta nani angesema maneno gani tofauti? Tume imefanya kazi ambayo ni ya leo na kesho na kesho kutwa, na hata mapendekezo yao yamegawika katika mafungu matatu ya muda mfupi, wakati na muda mrefu, na yote inafika kitu cha kuweza kutekelezeka kama sisi wa Tanzania wenyewe tutaungana pamoja, tutasimamia na tunadumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Sasa ripoti ya tume imekwisha toka, na hapa ndipo ambapo swali jipya sasa linaibuka. Nini kitaendelea baada ya hapa? Kwa sababu ripoti si tu karatasi, ripoti inaishi miongoni mwa mioyo ya Watanzania. Yusuf Mazim, BBC, Dar es Salaam. Na msikilizaji, na tukiendelea mbele na taarifa zaidi, aidha kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC tayari kilishazindua ripoti yake mapema wiki hii, ambapo ilielezea machafuko ya Oktoba 29 kama doa kubwa kwa rekodi ya haki za binadamu nchini. Mwandishi Ahmed Bahaji anatupa maelezo mafupi kuhusu yaliyojiri siku hiyo ya uchaguzi na kufikia Rais Samia Suluhu Hassan kubuni tume ya kuchunguza vurugu zilizotokea. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Uchaguzi wa Tanzania ulikumbwa na matukio yaliyoweka historia: maandamano, vurugu, vifo na utumiaji wa nguvu kubwa kutoka kwa polisi. Niliangazia ripoti hii kwa kina, hasa raia waliopoteza maisha yao. Mwezi uliofuata wa Novemba, tume maalum ikaundwa kuchunguza matukio. Wajumbe 9 walitembea katika mikoa 11 ya wilaya 22 za Tanzania wakisaka majibu ya hoja 6 zilizowekwa mezani kwao kuhusu kile kilichojiri siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 na siku chache zilizofuata. Wachambuzi wanataja ni matukio mazito zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu uhuru zaidi ya miongo 6 iliyopita. Ripoti zikaanza kuongezeka: vifo vya watu kadhaa, majeruhi na uharibifu mkubwa wa mali za umma na za kibinafsi. Sasa tangu kuundwa kwake hadi mwisho wa kazi zake, sauti za upinzani, wanaharakati na wadau mbalimbali ziliendelea kusikika, baadhi wakipinga ule uhalali wa tume hiyo, wakisisitiza haja ya kuwa na chombo huru zaidi. Vyama vya upinzani ikiwemo Chadema na ACT Wazalendo viliongoza ukosoaji huo. Hatutambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi na inayoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chan. Wakati mjadala ukiendelea nje, ndani ya tume kazi ikaendelea, na katika siku 90 za mwanzo tume ilikutana na makundi mbalimbali: waathirika wa matukio, wanasiasa, vyombo vya usalama, vijana, viongozi mbalimbali pamoja na mashirika ya watu binafsi. Lakini muda haukutosha. Tume ikaongezewa siku ngapi? 42, na baadaye nyingine 21 zaidi ili kukamilisha uchunguzi wake. Na sasa baada ya siku 153 sawa na miezi 5 na siku 3, kazi imefika mwisho. Ripoti ya mwisho inayosubiriwa si tu na Watanzania, hata jumuiya za kimataifa zipo tayari kukabidhiwa. Ilikuwa safari ya miezi 5 na maswali mengi kutoka taifa linalosubiri majibu. Naam, ni Ahmed Bahaji huyo msikilizaji, lakini ripoti yenyewe ndio leo ilizinduliwa ama ilitolewa na rais alikabidhiwa. Kutokana na ripoti hiyo ya tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana, Humphrey Mgonja ametembelea mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam kujua hali ilivyokuwa na kupata maoni ya wananchi. Ripoti ikiwa inawasilishwa na Jaji Chande. Kwa baadhi ya mitaa shughuli zilikuwa zikiendelea kama kawaida, huku baadhi ya barabara zikiwa zimetandwa na polisi pamoja na magari mbalimbali ya usalama. Nimejaribu kutembea baadhi ya mitaa kuweza kujua hali ilivyokuwa, na nimefanikiwa kuongea na wachache ambao wanatoa maoni yao baada ya ripoti hii kusomwa. Kwanza kabisa itaisaidia serikali kufanya tathmini ya kile ambacho kilitokea, namna gani ambavyo inaweza ikajirekebisha, ikafanya
maboresho ili tukio kama ile la kihistoria ambalo lilitokea na ambalo lilivunja mioyo ya watu wengi, lilileta majonzi na makovu kwenye familia nyingi za Watanzania, kwamba namna gani tukio kama hili lisiweze kutokea miaka mingine au kwenye chaguzi zingine ambazo zinakuja hapo mbeleni. Watanzania walitaka kufahamu ni kipi ambacho kile kilichotokea Oktoba 29, wale waliopotea Oktoba 29, vifo vilivyotokea. Je, ni chanzo kilikuwa ni kipi, lakini nani ambaye aliwatuma? Pengine kuna wengine wanaweza wakawa wameridhika na majibu ya tume, lakini kuna wengine pengine wakawa hawajaridhika na majibu ya tume kutokana na kile ambacho kilitokea Oktoba 29. Swali la kwanza ambalo sasa hivi ndo najiuliza ni anaenda kufanya uchunguzi umekamilika, si ndio? Sasa unajiuliza mambo mengi kwamba upelelezi huu utabaini masuala gani hapo baadaye. Kwa kuanzia hapo ndo utapata jibu la moja kwa moja. Na kingine ambacho najiuliza mimi kama mimi, maswali kama haya ambayo nafikiri hata wanaharakati wengi watakuwa nayo, kwamba kuhusu katiba mpya, rasimu ilishatoka kama unakumbuka. Tanzania ilipitia rasimu hii miaka ya nyuma kidogo, lakini unajiuliza kwa wale vijana ambao walikuwa chini ya miaka 18, sasa hivi unajua tuna vijana wengi ambao wako juu ya miaka 18. Hata Dr. Chande mwenyewe anajiuliza na anasema kwamba ipitiwe kwa upya na ipate wataalamu wapya. Sasa anajiuliza kwamba ni njia gani watazitumia. Ndio maana na shauku ya kusubiri upelelezi utatoa jibu gani, na anasubiria kwa hamu sana. Na nitakuwa na maswali mengi 2028. Tunaelekea uchaguzi mkuu. Je, tutakuwa na katiba mpya kweli? Ripoti hii kwa wengine inatoa matumaini, lakini kuna baadhi wanasema kwamba kusomwa kwa ripoti ni jambo lingine, lakini utekelezaji nao ni jambo lingine, na wengi wakitarajia kwamba huenda ikitekelezwa ripoti hii inaweza ikaleta matumaini na kuwafuta machozi kwa ambao wameathirika. Kwenye mitandao ya kijamii ni maoni mseto ambayo yamekuwa yakiandikwa, huku wako ambao wakiona kwamba ni jambo kubwa lililofanyika la kutolewa ripoti hii. Wengine wanasema kwamba lipo la zaidi linatakiwa kufanyika, kwani sio mara ya kwanza kutolewa ripoti na isitekelezwe. Humphrey Mgonja, BBC, Dar es Salaam. Na msikilizaji, na sasa basi tusikilize maoni ya baadhi ya ndugu katika familia zilizoathiriwa na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 wakizungumzia ripoti hiyo. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mumpe, kwa sababu hakuna Mtanzania ambaye anayetaka vurugu. Kila Mtanzania anahitaji amani, maendeleo ya nchi yake, na anataka haki yake. Kinachotakiwa pale, taarifa hii inanikumbusha kifo cha mwanangu, kwa sababu yeye alikuwa si mwandamanaji. Yeye alikuwa kwenye mihangaiko yake, alikuwa anaenda kupata riziki, lakini yule ni kwamba amepigwa kwa kuonewa, si kwamba labda alikuwa kwenye vurugu. Hapana. Mwanangu mimi nilipopata maiti yake nilizika nyumbani kwangu, na ina maana ninamkumbuka kila mara. Ninasikia uchungu sana, yaani ninapata majonzi makubwa sana, ninapata uchungu na ninaona kabisa kwamba si haki yangu, ni manyanyaso. Wote ndugu zetu tuliowapoteza, kwa sababu kuna watu wametumia gharama. Kwa mfano kama mimi hapa nimetumia gharama kumsafirisha mwanangu kutoka hapo mpaka nyumbani huku, na maandalizi kama msiba unavyojua uzito wa msiba. Hebu niambie, gharama hizo mimi nitalipwa na nani? Ni kijana alikuwa na umri wa takriban miaka 25, alikuwa na mtoto mmoja. Mtoto yule ni kwamba anasoma, ni jukumu langu. Ni kuamsha tu uchungu wa watu. Ilikuwa ni heri hata wangeacha tu kuliko kuongea. Watu wanapohitaji kitu fulani kiongelewa, afu wakikataa usikiongea, unakatisha tamaa zaidi. Yani mimi 29/30 nilimpoteza mke wangu. Sina mke mpaka sasa. Nilipoteza mke wangu wa ndoa, mama wa watoto wangu. Yaani hakuwa kwenye hali yoyote ile ambayo ingemweka hakuwa kwenye maandamano au vurugu, na amepigwa risasi akiwa dukani, akaanguka mlangoni kwa dukani pake. Risasi iliharibu tumbo mpana, yani iliharibu sehemu kubwa ya tumbo. Nina wakati mgumu sana. Watoto ni wadogo, wanamhitaji mama hao. Mimi kama mimi bado nafanya kazi, niendo vitu vyote kwa wakati mmoja. Imagine, niko vibaya. Sikuwa maeneo ya Dar wakati hiyo tukio linatokea, nilikuwa kazini. Kwa hiyo kupigwa risasi mpaka anapelekwa mochwali, anayepelekwa kufanyiwa matibabu mpaka anakufa, anakwenda mochwali, sikuwepo. Mimi nimekuja kuchukua mwili tu na niliuhifadhi, umezika. Kilichotakiwa Tanzania ni haki tu basi. Na msikilizaji, ukitafakari hayo bado tukiwa tumejikita katika taarifa hiyo, chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kimetoa taarifa kuwa kinarejelea msimamo wake wa awali wa kutotambua mchakato mzima wa tume iliyoundwa na Rais Samia na kupinga kwa ujumla wake ripoti iliyowasilishwa leo na tume hiyo
inayosimamiwa na Jaji Mohamed Chande Othman. Taarifa hiyo ya Chadema imeongeza kusema kuwa ripoti hiyo haiwezi kuchukuliwa kama nyaraka huru yenye kuakisi ukweli au haki kwa waathiriwa wa matukio yaliyoripotiwa. Akizungumza na BBC, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema haya. Tulisema kwamba hii tume haitakuwa na mamlaka yoyote wala haina maadili wala aliyeiunda kuleta na kutafuta ukweli wa kilichotokea, na leo amethibitisha kile tulichokisema. Kwa maneno yake mwenyewe amesema hii ni tume yake na hakuna mtu yoyote anaweza kuihoji au kufuatilia kwa undani kilichozungumzwa. Kwa hiyo kuna mambo ya muhimu ambayo tuliyasema mwanzo hii tume ilipokuwa inaundwa. Kwanza, aliyeiunda mwenyewe ni mtu ambaye alipora mamlaka ya umma kwa kutumia mtutu wa bunduki. Kwa hiyo huwezi kujichunguza mwenyewe. Sasa hatusemi bila base, tunasema kutokana na taarifa ya uchaguzi ya SADC na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya AU na kutokana na taarifa ya uchaguzi ya Thabo Mbeki Foundation, zote zimesema hakukuwa na uchaguzi na kilichofanyika ni kupora mamlaka ya umma. Kwa hiyo mtu mwenyewe aliyeiunda, kwanza kuna tatizo hapo. La pili, walioko kwenye hiyo tume miongoni mwao aliyekuwa waziri wa ulinzi. Sasa miongoni mwa vyombo vilivyokuwa vinatuhumiwa kwa haya matukio ni vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa unapomweka waziri wa ulinzi ambaye ni mtuhumiwa kujichunguza, hutegemei kupata kitu chochote. Nam ni makamu mwenyekiti wa Chadema huyo John Heche kama alivyozungumza na BBC. Naye wakili na mhadhiri Fulgence Masawe ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ametoa mtazamo wake kuhusiana na ripoti ya tume ya jaji mstaafu Othman Chande. Kwanza mimi ni sifu kwanza ripoti imetoka, lakini kuna mambo mawili matatu. Kwanza nitaanza na yale ambayo ni chanya. Kwanza ripoti imekiri kwamba kuna malalamiko ya muda mrefu ya wananchi ambayo yalichangia kupelekea yaliyotokea, lakini pia imeainisha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na matukio mbalimbali yaliyotokea kabla ya uchaguzi ambayo yaliamsha hisia za watu mbalimbali. Sasa kitu ambacho kinanipa ukakasi ni kwamba ni pale ripoti inaposema kwamba kama wanakiri kama kuna matatizo ya muda mrefu, kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, kwanza kusema kuna watu ambao walichochea haya maandamano pamoja na fujo ambazo zilitokea. Katika hali ya kawaida, kama tunakiri kwamba kuna matatizo ambayo yaliamsha hari za watu na mambo mengine, ilikuwa ni swala la muda tu wananchi kulipuka na kuingia mtaani na kudai haki zao. Kitu ambacho kwa tunategemea zaidi kwenye ripoti sasa ni masuala ya uwajibikaji, pamoja na kukiri kwamba kuna watu zaidi ya 518 waliuliwa. Kuna mkono unaoonyesha kwamba ni nani alihusika na mauaji na nini kifanyike kwa ajili ya kuwajibisha waliohusika. Lakini kitu kingine, tume imetuacha njia panda, ni kama imefungua mlango kwa ajili ya tume nyingine ya uchunguzi, ya upelelezi na tume nyingine na uchunguzi wa upelelezi wa kijinai. Ina maana unapofungua mlango kama huu, bado kunakuwa na ombwe kwamba hata ukisema uchukue hatua kwa yaliyokuwa yameainishwa kwenye hii tume, unakuta bado unaambiwa kwamba kuna mambo mengine ambayo bado hayajaainishwa ambayo yanahitaji muda zaidi. Na msikilizaji, na je, wachambuzi wanaizungumziaje ripoti hiyo iliyotolewa na tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29? Mwenzangu Ron Clifford awali alizungumza na Evans Rubara pamoja na Dr. Nicodemus Minde, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya kikanda. Kweli mimi nina mkanganyiko kidogo kuhusu hii ripoti. Kwa upande mmoja, ripoti hii inakiri wazi kwamba kulikuwa na vifo na kuna huzuni mkubwa sana miongoni mwa Watanzania. Lakini kitu ambacho hii ripoti hakianishi waziwazi ni ishu ya nani alifanya makosa haya. Wanasema na wanataja ya kwamba chimbuko ya matatizo yaliyotokea Oktoba 2025, kipindi cha uchaguzi mkuu, yalitokana na malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa jamii ya Tanzania kwa upana wake juu ya yale mambo ambayo inadaiwa na hii ripoti kwamba serikali iliyopo madarakani haikuwa ikitekeleza. Hiyo ni sawa.
lakini ukiangalia upande mwingine, hii ripoti, mategemeo ya Watanzania wengi ilikuwa itoke na wawajibishwe walengwa ambao walisababisha maafa ya Watanzania ambao hawakuwa na hatia na walikuwa wanaandamana kikatiba kudai haki zao za msingi. Na madai haya yanaenda sambamba na ukweli kwamba wananchi wengi inavyodaiwa waliuawa kwa kutumia nguvu au kutokana na matumizi ya nguvu nyingi kutoka kwa jeshi la polisi. Asante sana Evans, nitarejea kwako. Kando na hilo, Jaji Othman Chande katika ripoti ametaja kwamba walikuwa na habari kwamba baadhi ya watu walichukuliwa na kupewa mafunzo kabla ya siku ya uchaguzi Oktoba 29. Sasa nianze na wewe Dr. Minde kwanza. Ulipomsikia Jaji Chande akitaja kwamba hili, lakini wameshindwa kudhibitisha, wanasema maafisa usalama hawawezi kudhibitisha mafunzo hayo yalitolewa wapi. Hii inazungumzia vipi intelijensia ya Tanzania na idara nzima ya usalama? Kwanza tuanze kwa kuangalia ameainisha methodolojia ya jinsi tume ilikwenda na ikachukua maelezo, na kama kweli kufuatilia methodology ambayo tume wanasema ilikuwa ya kina, ambayo pia rais amekuja akaisifia, kama kweli ilifuatwa na kufanya mambo na kueleza kwamba walifuata maelezo ikiwemo kuhoji pamoja na FDGs na mambo mengine, basi naona basi kutakuwa kuna kama gap kwamba walishindwaje kuthibitisha na kueleza sehemu ambapo hawa watu walikuwa wanapatiwa mafunzo. Na nadhani ripoti hiyo mpaka sasa, japo hatujaenda kuisoma kwa ndani, lakini kutokana na wasilisho liloletwa na Jaji Othman Chande, bado hainaonyesha kwamba hakuna hiyo ithibati. Lakini pili, tuje kwenye hilo swala lako ambalo umesema ni swala la intelijensia, kwamba pia inaonyesha wazi kwamba kama endapo ni ukweli mafunzo yalikuwa yanatokea, basi vyombo vya usalama na pamoja na mifumo ya intelijensia Tanzania kati ya Oktoba tarehe 12 ambayo inatajwa mpaka Oktoba tarehe 28 walikuwa wapi hadi waweze kusema kwamba mafunzo yalikuwa yanatokea? Basi kama ilikuwa ni hivyo, basi kulikuwa kuna serious gap ya mambo ya kiusalama. Evans, katika kumalizia kwake, Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kupokea ripoti amesema anataka kuunda tume ya maridhiano nchini Tanzania ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yote yaliyopendekezwa yanashughulikiwa. Je, hiyo ndio njia inayostahili? Na iwapo ni hivyo, anapaswa kuweka nani katika tume hii ya maridhiano? Naomba nianze kwa kusema kwamba hii tume ya ndugu yetu Chande, pamoja na kwamba imefanya kazi ya kusaidia kuelewa wananchi wa Tanzania wako wapi na haki yao wanaweza wakadai kutoka wapi, naomba niseme kwamba ilipoundwa hii tume, ilikuwa dhahiri kwamba tulihitaji tume huru. Tanzania haikuhitaji tume inayoundwa na rais ambaye amechaguliwa kwenye mchakato ambao wananchi hawakuridhishwa nalo. Moja, yeye kutamka ya kwamba anaenda kuandaa tume nyingine ni kama kuiambia, na hakusema tu hivyo, alisema, nadhani kama tulikuwa tunasikiliza vizuri, amesema ya kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kuclaim ownership, yani anayeweza kudai kwamba yeye anamiliki hii ripoti ambayo imetoka ambayo imewasilishwa kwake leo. Sasa kwa mantiki hiyo basi, hii tume iliyoundwa na kutokana na uwasilisho na matamshi yaliyotolewa, ina maana kwamba hii tume ambayo ripoti yake, taarifa yake imewasilishwa leo, ilikuwa inafanya kazi anayoitaka rais. Kwa hiyo kama anaenda kuunda tume, mimi sitaijibu hili swali moja kwa moja. Nitauliza swali, hii tume inaenda kuwa huru wakati ambapo hii ambayo taarifa zake zimewasilishwa leo inaangaliwa kwa mtazamo kwamba haikuwa huru? Dr. Minde, nije kwako. Baadhi wanahisi kwamba wanasiasa hawajahusishwa, ambao ni wadau wakubwa katika mchakato mzima wa kuweza kupata maridhiano. Kwa tathmini yako, je, ni wakati wa vyama vya kisiasa kuhusishwa katika tume hii ya maridhiano na katika mchakato mzima wa kuweza kupata majibu na kuweza kuliuguza taifa la Tanzania? Kabla hata tujaingia huko, tujiulize wanaenda kuridhiana na nani?
katika uchaguzi wa 2025 wale watu ambao mnasema wanataka kwenda kuridhiana nao uliwatenga katika mchakato wa kisiasa na kuwanyima fursa ya kushiriki katika uchaguzi kwa kuwaondoa kupitia sheria au kupitia njia ambazo sio za halali. Kwa nini lazima kifanywe ili Watanzania walioathirika wakati wa matukio ya Oktoba 29 wahisi kwamba haki imetekelezwa? Cha kwanza ni lazima kuwepo na ukweli. Cha pili, baada ya kuhakikisha ya kwamba umeweka ukweli wote, sio nusu, ukweli wote mezani. Moja, kulingana na alichosema, serikali imekuwa inapata malalamiko kutoka kwa wananchi kwa miaka na miaka, hayakutekelezwa. Serikali imekuwa ikisikiliza malalamiko kutoka kwa vijana kuhusu ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha, haijaifanyia nini kazi. Serikali imekuwa ikipata maelekezo ya nchi kupata katiba mpya kwa miaka na miaka, halijatendewa kazi. Kuna uhitaji wa mkakati jumuishi ambayo itakuwa ya wazi na ambayo itahakikisha ya kwamba sauti ya kila chama cha siasa kinasikilizwa. Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akabidhi ripoti ya tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 inayosema watu 518 walifariki dunia katika vurugu hizo. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, chasema msimamo wake ni kuwa haitambui mchakato mzima wa tume ya uchunguzi. Majeshi ya majini ya Marekani yameingia kwenye meli moja inayobeba mafuta ya Iran katika bahari ya Hindi, huku Rais Donald Trump akisema Marekani ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, YouTube, lakini vile pia kwa kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, yako kwenye FM na redio washirika mbalimbali. Jioni hii ukiwa nami Karorobi na mwenzangu ni Halima Nyanza. Napata sekunde chache hapa msikilizaji za kusoma maoni yako uliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Asante sana Frank Shayo, Kalfani Ibrahim, ukiwa kule Kigoma, unasema unayategea sikio matangazo haya vizuri kabisa. Pia vile Jafari Kopo na Thomas Kimbulu. Robi Rionad naye anasema nimechoka kusikia hiyo ripoti. Nikoraus Baba Furola wa Manyovu, Buhigwe, Tanzania, anasema kwenye hiyo ripoti ya Jaji Chande mpaka nimejikuta naogopa kutoa maoni. Basi usiatoe mwenzangu, sije kaingia matatizoni kama itakuwa hivyo. Ima Klasi kutoka Dodoma naye anasema ripoti imeegemea upande wa rais kuliko uhalisia wa matukio, lakini namuona hapa Frank Shayo naye anasema hii ripoti inakatisha tamaa. Ndo maoni hayo ya wasikilizaji wetu, ikiwemo ya Isaya Sambo Mpenda Amani, anasema tuendelee tu kumuomba Mungu tu sana tuvushe salama kwenye mkwamo huu wa kisiasa. Tukiachana na hayo ya Tanzania, msikilizaji, taarifa nyingine ambayo tumeipatia kipaumbele bila shaka ni mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako majeshi ya majini ya Marekani yameabiri meli moja inobeba mafuta ya Iran katika bahari Hindi, huku Rais Donald Trump akisema Marekani ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz na kuwa wataifiatulia risasi kwa lengo la kuua boti yoyote inayotega mabomu baharini. Awali, naibu wa spika wa bunge la Iran alisema wamepokea mapato ya mwanzo kutoka kwa meli zinazopitia Hormuz, lakini hakufafanua ni kina nani walioilipa au ni kiasi gani kilicholipwa. BBC haijaweza kuthibitisha madai hayo ya Iran. Nastia Mohamed anakuarifu zaidi. Licha ya matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu usitishaji wa vita, nchi hizo mbili zinaendelea kuonyesha ubabe wao kuhusu kufungwa kwa mlango muhimu wa bahari wa Hormuz, huku majeshi ya Marekani bado yakiendelea na zuio lao na Iran nayo ikisema kwamba hawatafungua mlango huo wa bahari. Marekani inaamini kwamba kuweka zuio katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz italazimisha Iran kukimbilia meza mazungumzo. Pande zote mbili hazijaonyesha dalili yoyote
madai ya kuachia wazi kwa mlango huo wa bahari muhimu ulimwenguni. Kuna sintofahamu ya iwapo utafanyika mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo mbili, ambapo Iran awali lilisema haitohudhuria mazungumzo hayo nchini Pakistan. Iran inasemekana kuwa kwenye hali ngumu kiuchumi na raia wao wanaelezea hali ngumu ya maisha nchini humo. Trump anachukua muda wake polepole kwa nia ya kuendeleza vita hasa ya ardhini. Sidhani ana mpango wa kuwa na mkataba wa kusitisha mapigano na sidhani kama kuna mazungumzo ambayo yatafanyika. Trump mara nyingi anazungumza maneno mengi. Nadhani kuna mchezo ambao haufahamiki. Hapo jana kiongozi wa mazungumzo wa Iran Mohammad Baghir Ghalibaf alituma ujumbe kwenye mtandao wa kijamii kwamba zuio la Marekani katika bandari za Iran na vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa Rais Trump kwamba atashambulia miundo muhimu ya nchi ya Iran kama itaendelea kukataa kufanya mazungumzo. Ghalibaf akisema hiyo inakiuka mkataba wa usitishaji mapigano, akitaja hilo kuwa changamoto kubwa kwa Iran kuwa na imani na mazungumzo hayo. Wengi wa wafanyabiashara wamelalamikia kuhusu kufungwa kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz na kusema kwamba wamekabiliwa na hasara nyingi. Tuseme kwamba mlango wa bahari wa Hormuz ufunguliwe sasa hivi. Tayari madhara yameshafanyika kwa kiasi kikubwa. Hizi meli ambazo zinasubiria kwa sasa zitachukua muda wa wiki kadhaa hivi, na sio tu bidhaa kama mafuta. Kuna mbolea na kemikali nyingi tu, na hizi zote zitachukua muda wa wiki kadhaa. Afisa mwandamizi wa shirika la Umoja wa Mataifa ameambia BBC kwamba vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vina athari za kimataifa kwa makumi ya mamilioni ya watu. Alexander de Croo amesema kuwa upungufu wa mbolea utakuwa na athari kubwa zaidi ukisababisha uhaba wa chakula. Even if the war would stop tomorrow, hata ikisemekana vita vinaisha kesho, hali hii inasukuma angalau watu milioni 32 kurudi kwenye umaskini. Mara nyingi hawa ni watu waliokuwa wanaishi katika nchi ambazo kwa miongo iliyopita zilikuwa zimejitahidi kuwatoa kwenye umaskini, lakini bado wako katika hali dhaifu. Inaonyesha kwamba mambo yanayochukua miongo kadhaa kufanikisha yanaweza kuharibiwa ndani ya wiki 8 tu za vita. It takes only 8 weeks of war to destroy. Kulingana na ripoti za hivi karibuni, usumbufu katika usambazaji wa mbolea na mafuta pamoja na changamoto katika njia muhimu za biashara tayari unaleta shinikizo kubwa kwa uzalishaji wa chakula duniani na unaongeza hatari ya uhaba wa chakula katika maeneo yaliyo hatarini. Wakati huo huo, waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba Iran imechukua hatua chini ya sheria za kimataifa kulinda usalama na maslahi yake, ikiongeza kuwa washambuliaji wanapaswa kuwajibishwa. Jeshi la Iran limedai kushambulia meli 3 katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo wamezuia meli 2 baada ya kuwapa kulipiza kisasi kufuatia Marekani kuzuia meli ya mzigo yenye bendera ya Iran. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea kati ya Marekani na Iran, huku Pakistan ambayo inaongoza mazungumzo haya ikiendelea na juhudi zake za kujaribu kuzikutanisha nchi hizo mbili katika meza ya mazungumzo. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Na rais wa Lebanon Joseph Aoun ameishutumu Israeli kwa kuwalenga kimakusudi waandishi wa habari nchini humo, siku moja baada ya mwandishi mwingine kuuawa katika mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Israeli nchini Lebanon. Jeshi hilo limekanusha kuwa linawalenga waandishi wa habari. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Maafisa wa Lebanon wamearifu kuwa waandishi wa habari walilengwa kwa makusudi katika mashambulizi ya anga yaliyotokea kijiji cha Tyre kusini mwa nchi hiyo. Tukio hilo lilitokea baada ya shambulio la awali kugonga gari lililokuwa mbele yao na kuwaua watu 2 ambao hawajatambuliwa. Waandishi hao akiwemo Khalil mwenye umri wa miaka 43 wa gazeti la Al Akbar na mpiga picha wa kujitegemea Zainab Faraj walijificha ndani ya nyumba ambayo baadaye ilishambuliwa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon. Faraj aliokolewa huku mwili wa Khalil ukipatikana baadaye. Haya ni maelezo ya mwandishi wa habari ambaye jina lake halikupatikana mara moja kuhusiana na hatari inayomkabili mwandishi wa habari akiwa mstari wa mbele vitani. Hatimaye kuripoti kutoka katika eneo la mzozo kwa asili yake ni jambo hatarishi. Uandishi wa habari unahusu kufika mahali palipo na tukio lenyewe, na unapokuwa ukiripoti vita, hilo humaanisha kwenda
katika maeneo yenye hatari kubwa. Hatari hii huongezeka zaidi kutokana na kile kinachoweza kuelezwa kwa kiwango cha chini kabisa kama kupuuzwa kwa hali ya juu kwa maisha ya watu na jeshi la Israel, lakini katika hali hii huonekana kama mauaji ya makusudi. Hili ni kosa la kivita bila shaka yoyote. Lebanon pia imelishutumu jeshi la Israel kwa kulenga gari la wagonjwa lililokuwa na alama maalum kuwa ni gari ya wagonjwa lililokuwa likielekea kuwahudumia majeruhi, ingawa hakuna madhara yaliyoripotiwa. Hata hivyo, jeshi la Israel limekanusha tuhuma hizo, likisema halilengi waandishi wa habari na halikuzuia juhudi za uokoaji. Waandishi wa habari waliopo mstari wa mbele ni sawa na mshumaa wenye kuamulikia wengine, wakati wao pia wanateketea, iwe kwa makusudi ama shabaha zilizokwenda fyongo. Mwandishi wa habari Mo Faraj anaeleza hali halisi. Mara tu tunapohisi kwamba tuko peke yetu, ni kana kwamba tunaandika kumbukumbu za vifo vyetu wenyewe. Baadhi ya wenzetu wamekuwa wakirekodi vifo vya wenzao na mashambulizi dhidi ya wenzao mmoja baada ya mwingine. Hali hii ni ngumu sana kwetu. Ni tukio zito na lenye uzito mkubwa, kwani hatuwezi kusahau. Jana tulikuwa tukisubiri kwa hamu kujua kama Amal alikuwa yu hai. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ameyataja mashambulizi hayo kuwa ni uhalifu wa kivita, akidai kuwa waandishi wa habari wamekuwa wakilengwa mara kwa mara kusini mwa nchi hiyo. Tukio hili linaongeza wasiwasi kufuatia ongezeko la vifo vya waandishi wa habari nchini Lebanon, huku mashirika ya kimataifa yakitaka uchunguzi wa kina ufanyike. Na Marekani inapanga kuwatuma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Afghani 1000 wanaoishi Qatar kama wakimbizi. Wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani imesema iko katika mazungumzo ya kutaka kuwatuma DRC Waafghani hao ambao wengi wao walikuwa wakiwasaidia wanajeshi wa Marekani nchini mwao kabla ya kuhamishwa mwaka jana kutoka Afghanistan kwa sababu za kiusalama. Serikali ya DRC bado haijathibitisha iwapo mazungumzo haya yanafanyika. Chube Ngorombi na taarifa zaidi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijathibitisha kuwa mazungumzo yamefanyika. Ripoti hiyo inakuja huko kukiwa na juhudi za Marekani kutafuta nchi za tatu kwa ajili ya wakimbizi na wahamiaji, huko makundi ya wahamiaji hapo awali wakitumwa katika mataifa kadhaa barani Afrika. Mpango huo umezua maoni mbalimbali kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao nchini Kongo kufuatia mapigano kati ya makundi ya waasi na majeshi ya DRC. Si Mkongo tuko na problem za mingi, kisha bale batu banakuya ile ikukuwa njo priorite. Mapei za Afrika ni za mingi, ni jua nini banchakula tu Kongo. Nafurahia sana kusema Kongo tunapokea hawa watu kwa sababu itatusaidia ndani ya vitu kadhaa. Kama wanakia katika njia njema, njia ya kusaidiliwa, wanaweza kukuja, lakini yote naendana tu pamoja na wakuu wa nchi. Asasi za kiraia zimeamini kuwa mpango huo wa utawala wa Marekani kutuma zaidi ya wakimbizi 1000 wa Afghanistan wanaoishi Qatar kwa sasa ili wapate makazi mapya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasababishwa na uhusiano wa kidiplomasia ulioko sasa kati ya DRC na Marekani. Lakini hata hivyo, asasi za kiraia zinahofia kunufaisha zaidi Marekani kuliko kuwaridhisha wananchi wa Kongo wanaohitaji zaidi msaada kutoka kwa Marekani wa kuimarisha usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chance Matali ni mwanaharakati kutoka shirika la Amka Kongo Mashariki mwa DRC. Tunahisi kwamba hiyo ni katika uhusiano wa kidiplomasia ambayo sasa inakuwa kati ya nchi yetu na ile ya Marekani. Tunachohofia ni kwamba katika mikataba hiyo ionekane kama ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo inakamata nafasi kubwa ya kusaidia Marekani. Ijapokuwa tunachongojea katika uhusiano huu ya kidiplomasia ni kwamba na nchi ya Marekani nayo tusaidie pia kusimamisha na kukomesha vita vinavyoendelea huku kwetu. Tony Malayabatu, mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kongo, ameonya kuwaelekeza nchini Kongo wahamiaji wanaoonekana kuwa faida zaidi kwa taifa la Kongo kuliko kuwalazimisha wananchi wa Kongo kuwapokea wageni wenye shida kadhaa kama raia wa DRC. Sasa kujiuliza, watu ambao wako affected na mambo ya vita mnawaleta nafasi ambako kukopia vita, maana yake nini? Wanakuja kuongezeka kwa moya ya mashida ambayo inji inayo. Ingelikuwa vema kama ilikuwa mradi wa kutaka kusaidia inji, watume wale ambao wana experience fulani, wana knowledge ama ujuzi fulani ambao waweza kuwa wenye mafanikio
mafanikio wakisaidia watu kupata teknolojia mpya. Hao ndio wahamiaji ambao Kongo ingelihitaji, hapana wahamiaji kama hao ambao wewe wenyewe ni mzigo. Inji haiko tayari kuwapokea wahamiaji wa aina hiyo. Nayo sheria ya Kongo inasemaje kuhusu uhamiaji? Bahamwiki ni mwanasheria wa DRC. Kufatana na sheria ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi hiyo ya Kongo ni nchi ambayo inayo uhuru wa utawala wake, hawa wakiwa na demokrasia ambayo inasema kila mkaaji anapaswa kuchangia uongozi wa nchi yake. Sio vizuri sana kwangu binafsi, kufatana vile na sheria ya Kongo, Amerika kukamata mpango na uamuzi wa kuwasukuma hawa watu bila kupata maoni mazuri ya wakaaji. Kwa hiyo ni jukumu ya wanabunge kutetea jambo hilo kwenye vyumba vikuu, kwa sababu wao ndio sauti ya wakaaji. Hali hii imezua hisia tofauti miongoni mwa wananchi wa DRC siku chache tu baada ya kupigwa kwa hatua ya kwanza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika utekelezaji wa mfumo wake wa kuwapokea kwa muda raia wa nchi tatu kutoka Marekani. Juma lililopita tangazo lilitolewa na serikali ya Kinshasa. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kwa mujibu wa mamlaka, watu 15 waliwasili tangu Ijumaa katika mji wa Kinshasa kuashiria kuanza kwa awamu ya uendeshaji wa utaratibu huu. Chube Ngorombi, Dira Dunia, BBC, Goma. Na tukisonga mbele, serikali ya Zambia imesema imechukua mwili wa rais wa zamani Edgar Lungu ambaye alifariki dunia akiwa Afrika Kusini miezi 10 iliyopita. Uamuzi unaenda kinyume na matakwa ya familia yake. Hili ni tukio la hivi karibuni katika mvutano kuhusu nini kifanyike na mwili wa kiongozi huyu wa zamani kufuatia mgogoro wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake Rais Hakainde Hichilema. Agnes Penda na taarifa zaidi. Awali serikali ya Zambia ilisema kuwa ilikuwa imechukua mwili huo baada ya familia ya Lungu kushindwa kufikia tarehe ya mwisho ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi kwamba azikwe katika mji mkuu wa Zambia, miezi 10 baada ya kifo chake katika hospitali moja ya Afrika Kusini. Saa chache baada ya serikali ya Zambia kusema kuwa ilikuwa imeuchukua mwili wa rais wa zamani Edgar Lungu, mahakama ya Afrika Kusini ambako Lungu alifariki imeamuru mwili huo urudishwe. Ni mabadiliko ya hivi karibuni katika sakata la miezi 10 kuhusu kile kinachopaswa kufanyika kwa mwili wake kufuatia uhasama wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake Rais Hakainde Hichilema. Serikali imekuwa ikisisitiza kwamba kama rais wa zamani, Lungu anapaswa kuheshimiwa nchini na azikwe pamoja na watangulizi wake katika eneo maalum la mazishi ya marais katika mji mkuu Lusaka. Hata hivyo, familia ya Lungu ilitaka mazishi ya faragha baada ya mazungumzo yao na serikali kuhusu mipango ya mazishi kuvunjika. Mwaka uliopita mwezi Agosti, mahakama kuu ya Pretoria nchini Afrika Kusini ilitoa uamuzi kwamba serikali ya Zambia inaweza kurejesha mwili huo na kumpa mazishi ya kitaifa, uamuzi ulioacha ndugu wa Lungu wakiwa wamekata tamaa mahakamani. Familia ilikata rufaa dhidi ya uamuzi huo, lakini katika tangazo la ghafla usiku wa Jumatano, serikali ya Zambia ilisema mwili wa Lungu ulikuwa umekabidhiwa rasmi kwa serikali na mahakama ya Afrika Kusini. Kulingana na taarifa hiyo, uhamisho huo ulifanyika baada ya familia ya Lungu kushindwa kuendelea na kesi yao katika mahakama ya rufaa. Hata hivyo, saa chache baadaye, mahakama hiyo ya Afrika Kusini iliamuru serikali ya Zambia kurejesha mwili hadi swala hilo lirudi mahakamani tarehe 21 mwezi Mei. Kuchanganya zaidi hali hiyo, kampuni ya huduma za mazishi ya Two Mountains Burial Services ambako mwili wa Lungu ulikuwa umehifadhiwa awali imeripotiwa kusema haitapokea tena mwili huo na imeiomba familia yake kutafuta mbadala. Msemaji wa familia ya Lungu, Makebi Zulu, katika mahojiano na kituo cha habari cha YouTube cha Zambia, alipinga madai kwamba mchakato wa rufaa ulikuwa umekwisha, akisema taratibu sahihi zilifuatwa. Rais huyo wa zamani alifariki kutokana na ugonjwa ambao haukufichuliwa akiwa na umri wa miaka 68 katika kliniki moja mjini Pretoria. Baada ya kifo chake, mkanganyiko mkubwa ulitokea, huku waombolezaji wakipata taarifa zinazokinzana kutoka serikalini na chama chake cha kisiasa cha Patriotic Front. Vipindi viwili tofauti vya maombolezo vilitangazwa, na wakati mmoja kulikuwa na vitabu viwili tofauti vya rambirambi. Edgar Lungu aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021 na alikuwa na migogoro mingi na Hakainde Hichilema ambaye alikuwa kiongozi wa upinzani kwa miaka mingi kabla ya kumshinda mpinzani wake huyo mkali. Baada ya kifo cha Lungu, familia yake ilisema kuwa hakutaka Hichilema awe kwenye mazishi yake au karibu na mwili wake kwa namna yoyote.
Msikilizaji, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amehitimisha ziara yake ya siku 11 katika mataifa manne barani Afrika kwa kutembelea gereza moja maarufu nchini Guinea ya Ikweta hapo jana. Papa alilakiwa na wafungwa waliokuwa wakipeperusha bendera katika kituo cha ulinzi wa juu huko Bata. Walipiga kelele za shangwe kutaka kuachiwa huru. Papa awali alilaani wanaowatendea wafungwa, akielezea hali katika jela kama hizo kuwa ni mbaya, na alikuwa akizungumza mbele ya kiongozi wa muda mrefu wa Guinea ya Ikweta, Rais Teodoro Obiang. Lakini ziara hii ya Papa Leo barani Afrika imeacha funzo gani? Awali mwenzangu Skola Kisanga alizungumza na Nicodemus Minde, mchambuzi, pamoja na Padri Peter Ken Joroge, padri jimbo kuu la Nairobi, ambaye anaanza kuielezea ziara hii ya Papa Afrika. Kwa kawaida mapapa hualikwa na marais na wafalme wa nchi fulani na vile vile baraza ya maaskofu kuweza kutembea katika nchi tofauti. Na katika ziara hii ndio ilikuwa ya kwanza ya Papa Leo wa 14 baada ya mwaliko kutoka vile nchi 4 ambazo aliweza kuzuru. Na kwa hivyo kwanza kabisa tujue mapadre, maaskofu na hasa Papa Mtakatifu, kwa kimombo huwa tunasema yeye ni custodian ama yeye ndiye mkuu wa imani na vile vile tabia. Anapozuru nchi, kazi yake moja ni kuweza kueneza imani na vile vile amani ambayo imekosekana sana katika dunia nzima. Lakini cha kujiuliza ni kwamba Papa Leo amekuwa na ujasiri wa kipekee wa kuibua baadhi ya mambo na akaibua hisia mseto kote ulimwenguni. Amezungumzia pia masuala ya kisiasa. Hili limekaa vipi hasa? Kuna ukaribu kati ya dini na masuala ya siasa. Naona hiyo ni sehemu ya jamii, kwa jamii ambazo zinafuatilia sana mambo ya kiimani, lakini uongozi wa kiroho katika siasa, nadhani sio tu kwa mara ya kwanza kumwona Papa Leo. Tumeona viongozi wa kidini, kwa mfano Pope Francis, yani Papa Francis amekuwa akizungumzia masuala ya haki za kijamii, amezungumzia masuala ya siasa na mambo ya umoja pamoja na migogoro mingi ambayo inaendelea. Lakini changamoto ni pale tunapoona mstari unapofutika kati ya uongozi wa kiroho na ushawishi wa kisiasa. Hapa ndipo tunapoona kwamba hoja uhalali mpaka ya mamlaka huibuka. Sasa hapo tuliona Papa aliingia katika mvutano mkali wa maneno kati yake yeye na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo sera ya uhamiaji na haki za binadamu. Papa anatokea pia Marekani. Sasa tutazame vipi pia mvutano huu kati ya kiongozi wa dini na kiongozi pia wa kisiasa? Nadhani mivutano kati ya Papa na Donald Trump inaashiria mambo mawili ambayo ni mgongano wa maono mawili. Yani, kwa upande mmoja tunaona haki za kibinadamu ambayo inasemwa na Papa, lakini kwa upande mwingine tunaona mshikamano wa kimataifa na tunaona kwamba kuna jambo la utaifa na udhibiti mkali wa mipaka ambayo inatokana na kauli ambazo zinaletwa na Donald Trump. Na hii si tu mvutano wa watu binafsi ambao tunaona kwa mfano kwa Papa ambaye pia anatokea Marekani, bali ni ishara mgawanyiko kati ya maeneo, yani mipaka ya kisiasa duniani. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni mivutano ambayo ni mgongano wa maono mawili, moja ikiwa ni mambo ya haki pamoja, lakini upande mwingine ni masuala ya kisiasa. Tuliona pia Papa Leo alitembelea mataifa ikiwemo Algeria, ikiwa ni moja kati ya nchi ambazo zinasemekana mifumo wake wa kisiasa imekuwa ikikosolewa kwamba inanyima demokrasia, lakini ni kitovu muhimu cha wahamiaji ambao wamekuwa wakijitosa kuelekea Ulaya, na alitumia fursa hiyo pia kukosoa sera za Ulaya. Je, tutarajie nini kuhusu masuala haya kutoka kwa mataifa ya Ulaya? Na yeye kutembelea mataifa ambayo yamekuwa yakinyoshwa kidole kuminya demokrasia, inaleta taswira gani? Katika nchi zetu za Kiafrika tuna shida mingi sana, sababu marais wengi ama wakuu wa serikali wanataka kukaa katika serikali miaka mingi. Unajua, hata katika nchi ya Kenya wakati kulikuwa na vurumai na vita baada ya uchaguzi, tuliona hata viongozi wengine wa kanisa wakiaglikana, wakiitwa kuja kuweza kuleta watu pamoja. Kwa hivyo kupata mawaidha kutoka kwa nchi za Ulaya, na vile vile hata mtu kama Papa ambaye amezaliwa Marekani lakini vile vile amefanya kazi nje ya Marekani, ana mawaidha mengi sana, na vile vile ana masomo ambayo yanaweza tatua shida katika nchi ile. Na kwa hivyo ni vizuri sana nchi hii, na hasa katika hiyo nchi ya Algeria, wajue ya kuwa
sio tu wanaambiwa wafuate vile Papa alisema, lakini cha umuhimu ni eti sote tuwe na haki na umoja na nguvu katika mambo yetu katika nchi hii. Tembelea tena Cameroon na Angola kujaribu sana kuhimiza kuhusu umoja wa uchungaji na vile vile amani, kwa sababu ya vita zilizokuwa kale. Tunakumbuka vile vile hata Papa Francisco vile vile alienda Uganda, Central Africa, Egypt, Morocco, Mozambique, Madagascar, Mauritius, DRC, Congo, South Sudan, pahali kuna vita, kwa sababu ya kuonyesha ya kuwa hata kama ni wakubwa wa kanisa, vile vile wana jukumu ya kufanya watu waishi pamoja ili sote tuweze kukaa kindugu na umoja. Na sasa tuangazie michezo na Ive Buchana. Barabara kabisa, nianze na kombe la dunia. FIFA haina mpango wa kuiondoa Irani na nafasi hiyo kuipatia Italia katika kombe la dunia la msimu huu wa joto, kulingana na vyanzo vya habari, baada ya mabadiliko hayo kupendekezwa na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump. Huyu hapa ni mshambuliaji nambari 9 mgongoni Phyllis Mwatei. Kusemekana kuwa kumekuwa na hali ya kutofahamika kuhusu ushiriki wa Iran katika mashindano hayo kutokana na vita na Marekani pamoja na Israel. Sasa mjumbe maalum wa Marekani Paolo Zampoli aliambia gazeti la Financial Times kwamba nadhibitisha kuwa nimependekeza kwa Trump na Infantino kwamba Italia ichukue nafasi ya Iran kwenye kombe la dunia. Mimi ni mzaliwa wa Italia na itakuwa ni ndoto kuona timu ya Azuri kwenye mashindano yanayoandaliwa na Marekani. Wakiwa na mataji 4, wana hadhi inayostahili kujumuishwa. FIFA haikutoa maoni rasmi kuhusu pendekezo la Zampoli, lakini ilirejelea taarifa iliyotolewa na rais wa FIFA Gianni Infantino wiki iliyopita, ambapo ilisema kwamba timu ya Iran inakuja bila shaka yoyote. Italia ambao ni mabingwa mara 4 wameshindwa kufuzu kwa kombe la dunia kwa mara ya 3 mfululizo baada ya kupoteza mchezo wa mchujo dhidi ya Bosnia na Herzegovina mwezi uliopita. Iran imeratibiwa kumenyana na New Zealand na Ubelgiji mjini Los Angeles Juni tarehe 15 na 21, mtawaliwa na Misri mjini Seattle mnamo Juni tarehe 26. Naam, Phyllis, mashindano hayo yanayoanza Juni 11 yanaandaliwa kwa pamoja na Marekani, Canada na Mexico chini ya sheria za FIFA. Chombo hicho kinachosimamia mpira wa miguu ulimwenguni kina mamlaka kamili ya kuamua nini kifanyike iwapo timu itajiondoa au kuondolewa kwenye mashindano. Na mwenyekiti wa Coventry Doug King anasema mashabiki wa timu ya Coventry ama Sky Blues hawapaswi kuwa na wasiwasi kuhusu kile kinachoweza kutokea baada ya kocha mkuu Frank Lampard kuhusishwa na kurejea katika klabu yake ya zamani Chelsea. Frank Lampard aliongoza Sky Blues, yani Coventry City, kurejea katika ligi kuu mnamo Agosti kwa mara ya kwanza katika zaidi ya miaka 25 baada ya kutoa ubingwa wa ligi ya daraja la pili kwa ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Portsmouth Jumanne usiku, baada ya kupata alama iliyohakikisha kupanda daraja huko Blackburn siku 4 mapema. Hata hivyo, kiungo huyo wa zamani wa Chelsea amehusishwa na awamu ya 3 ya kuifundisha timu hiyo ya Stamford Bridge kufuatia kufukuzwa kwa Liam Rosnier jana jioni. Naam, Phyllis, thamani ya Lampard imepanda baada ya kuiongoza Coventry kutoa ubingwa katika msimu wake wa kwanza kamili, na King alikiri kuwa ni jambo lisiloepukika kwa yeye kuhusishwa katika mzunguko wa kubadilishana makocha wa soka. Naam, katika ligi kuu ya soka ya England ni kwamba kwa sasa ina kinara mpya Manchester City baada ya kuishinda kwa ushindi mwembamba Burnley bao 1-0. Na ilichukua dakika 5 tu kwa nyimbo za sisi ndio vinara wa ligi kusikika uwanjani Turf Moor kutoka kwa mashabiki wa ugenini. Manchester City waliofunga Burnley goli 1-0 na kukwea kileleni mwa Premier League kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi 8 tangu walipokuwa viongozi baada ya kuwaponda Wolves katika wiki ya kwanza ya msimu. Katika kipindi hicho cha mpito, Arsenal walikaa kileleni wakiwatazama wote walio chini yao, lakini wameona pengo lao
la alama 9 likitoweka katika kipindi cha siku 11 zilizopita. Sasa vijana wa Mikel Arteta wangeweza kuwa mbele kwa alama 12 na pengine kutoonekana kabisa tarehe 11 Aprili, lakini walipata kipigo cha kushtua nyumbani dhidi ya Bournemouth na City wakatumia nafasi hiyo kikamilifu kwa kushinda mechi 3 mfululizo, ikiwemo ushindi mkubwa dhidi ya The Gunners Jumapili iliyopita. Na licha ya ushindi huo wa kukwea kileleni, je, City watajuta kwa kushindwa kuwa na makali zaidi dhidi ya timu ambayo tayari imeshuka daraja kwenda katika daraja la pili? Ni kwamba huku kila goli likiwa na uwezekano wa kuwa muhimu katika kinyang'anyiro hiki kikali cha ubingwa, City wanaweza kuona ushindi wa goli moja pekee la Erling Haaland kama nafasi iliyopotea ya kuongeza idadi yao ya mabao ya kufunga na kufungwa. Phyllis, ni kushukuru sana. Makala mengine ya spoti ni hapo kesho. Jina langu ni Ive Buchana. Na msikilizaji, basi mpaka hapo habari za michezo ulizomsikia Ive Buchana ndio zinakamilisha Dira ya Dunia kwa leo, iliyosimamiwa na Nastia Mohamed pamoja na Victor Kenani. Mitamboni Nairobi alikuwa Habat Masue, Dar es Salaam Sambatenzi, mhariri wa matangazo haya ni Phils Mwate, mtangazaji mwenzangu Carol Robi, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira TV hapo ifikapo saa 3 kamili. Kwa heri kwa sasa.